Mwadhimishe Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu unatisha sana Bwana. Unajibu kwa moto Bwana. Hata kwenye maisha yetu Yesu. Unajibu kwa moto Bwana.
umetenda mambo makubwa sana kwenye maisha yetu Yesu. Ni nani wa kufananishwa na wewe Jehova? Ni nani wa kufananishwa na wewe Yesu? Hakuna, milele na milele, hajawahi tokea, hayupo na hata kuwepo. Wewe ni wa milele Yesu. Wewe ni mkuu Mungu wetu. Wewe ni mkuu Mungu wetu. Ndio maana leo tunaliadhimisha jina lako Bwana Yesu. Umetukuka sana Yesu. Umetukuka sana Mungu wetu. Jina lako ni mkuu Mungu wetu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Tena wa pekee sana Yesu. Tena wa pekee sana Yesu. Ni nani wa kufananishwa na wewe? Ni nani wa kufananishwa na wewe Yesu? Ni nani wa kufananishwa na wewe Yesu? Hakuna milele, hakuna duniani wala popote. Wewe Yesu ni mkuu, ni mwaminifu sana Bwana. Ni mwaminifu wewe Yesu. Wewe Yesu ni mwaminifu Bwana. Jina lako libarikiwe Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana. Katika maisha yangu jina lako litukuzwe. Katika maisha yetu jina lako litukuzwe. Katika maisha yangu jina lako litukuzwe Yesu. Kwenye maisha yetu jina lako litukuzwe Bwana. Unatisha Yesu. Unatisha Yesu. Unatisha Yesu. Kila unapopita Bwana unatisha. Unatisha kwenye maisha yetu Bwana. Unatisha kwenye maisha yetu Bwana. Yes, yes, yes. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Unatisha Yesu. Unaijibu kwa moto ni wewe. Hakuna Bwana, hakuna. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Yesu. Wewe ni mwaminifu kwenye maisha yangu. Wewe ni mwaminifu kwenye maisha yetu. Hata tunapiga magoti mbele zako Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Tunasujudu mbele zako Yesu. Nani kama wewe Yesu? Tumekunyosha mikono Yesu. Hakika unatisha Yesu. Asante Mungu kwa kutupa neema na kibali cha kukutanika watoto wako asubuhi ya leo. Tunakutukuza Mungu wetu na kuinua. Tuko tayari kujifunza kutoka kwako. Tunakuomba ukatufundishe, ukatuelekeze katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tunakuhitaji ukawe pamoja nasi, kwa maana wewe ndio mwalimu wetu, wewe ndiye msaada wetu, wewe ni nguvu zetu. Katika jina la Yesu Kristo Baba, tunalitukuza jina lako na kuliinua. Unatosha Mungu, unatisha. Hakuna kama wewe Baba. Katika jina la Yesu Kristo.
Shalom kanisa. Basi imekuwa ni siku njema katika siku ya leo. Mungu awabariki sana watu wa sifa. Natamani sifa ingeendelea, lakini ndio hivyo, kila kitu kina utaratibu wake. Mbarikiwe sana. Naomba msalimie jirani yako kwa niaba yangu. Mwambie namsalimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Leo ni siku mpya ambayo Mungu ameifanya. Leo ni siku nyingine. Leo ni tarehe nyingine. Siku kama ya leo tunajua haitakuja kutokea na haitakuja kujirudia tena. Ikishapita, imepita. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ametupatia. Na kwa sababu tumeingia kwenye siku mpya na siku nyingine, hatutakiwi kuishi tena jana. Kuna mtu mwingine utakuta yuko hapa leo siku ya Jumapili tarehe 22, lakini bado maisha yake ni kama siku ya jana. Au ni mwaka 2026, mtu anakuwa bado kama yuko mwaka 2025. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu unatembea navyo vile vile kila siku. Labda mtu kakufanyia kitu fulani umekibeba. Leo ukiamka uko naye, kesho uko naye. Wewe siku yako kila siku inakuwa ni moja. Lakini tunatakiwa twende kutokana na nini? Na siku za jana unatakiwa uiache jana na tuichukue kama tahadhari na kujifunza kwa ajili ya kesho. Lakini usiibebe ile siku, kwa sababu Mungu anaweza akaleta baraka za siku akashangaa wewe bado uko nyuma. Unajifungia wewe mwenyewe mlango wa ile baraka ya siku mpya, maana kila siku ina baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa siku ya leo tutakwenda kujifunza kwamba ni nini cha kufanya ili niongeze nguvu za Mungu kwenye maisha yangu. Tunasema nini cha kufanya ili niongeze nguvu ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa kibali kwa kusimama siku ya leo. Kwa sababu kulikuwa kuna kama roho ya Yona hivi, lakini namshukuru Mungu ameniwezesha. Ile roho haijasimama. Tukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 4. Zaburi 105 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, mtafuteni uso wake siku zote. Utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kwamba tunatakiwa tumtake Bwana na nguvu zake. Tunatakiwa tutafute uso wa Mungu kila siku. Nguvu ya Mungu ina umuhimu sana kwenye maisha yetu haya ambayo tunaishi. Yaani nguvu za Mungu zina umuhimu sana. Tunapomtafuta Mungu tunapaswa kujua ya kuwa nguvu zake zinatuwezesha sisi kufikia lile kusudi la Mungu. Yaani kwa nguvu za Mungu ndo tutaweza kufikia kusudi la Mungu. Maana yake ni kwamba kama wewe hauna nguvu za Mungu, basi ina maana kuna nguvu nyingine ambayo sio ya Mungu iko ndani yako. Na ndio maana tukaona kwamba ni bora tutafute nini? Tumtake Bwana na nguvu zake. Tukisoma ile andiko inasema mtakeni Bwana alafu na nguvu zake. Kwa hiyo unaweza ukampata Bwana, lakini kama hujatafuta nguvu zake unakuwa hauna nguvu za Mungu. Neno la Mungu linasema mtakeni Bwana alafu na nguvu zake. Kwa hiyo unatakiwa mtafute Mungu na nguvu zake ili uweze kuliishi kusudi lako hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukisoma kwenye hapa hatutasoma ila tutaangalia nini?
Matendo. Ukipata muda mwenyewe utasoma Matendo ya Mitume 8:9. Hapa tunamuona yule Simoni mchawi alivyokuwa anatumikishwa na nguvu za uchawi, lakini baadaye alikuja kumwamini Mungu akaachana na ile nguvu. Kwa hapa tunaona kwamba kwenye hii dunia tunatakiwa tuishi kwa nguvu za Mungu. Kama hauna nguvu za Mungu, ina maana kuna nguvu nyingine, muda mwingine hata wewe mwenyewe bila kupenda zinaweza tu zikakuingia kwa sababu haujamtafuta Mungu. Na ndio maana kama kuna sehemu hakuna nuru, ina maana yake giza litaingia tu automatically. Yaani kama ni usiku hujawasha taa, giza litakuja litafunika, lakini ukiwasha taa lile giza litaondoka. Tunaona pia nguvu ya Mungu inaleta matokeo inapoingia ndani kufanya jambo. Kwa mfano labda unafanya kazi, unafanikiwa, ina maana wewe una nguvu ya kufanikiwa. Na ndio maana hata Mungu alisema kwamba mimi ndiye niwapae nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo tunahitaji sana kuwa na nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu. Unapoona mambo yako hayaendi, tafuta nguvu za Mungu. Tukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20, neno linasema maana ufalme wa Mungu hauji kwa neno bali kwa nguvu. Yaani sio kwa maneno matupu. Tunatakiwa tuutafute ufalme wa Mungu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa wewe kama mtawala, kwa sababu kupitia kifo cha Yesu Kristo na kupitia damu ya Yesu pale msalabani ametufanya sisi kuwa watawala. Ameturudishia ile nafasi yetu ambayo Adamu aliipoteza kama mwanadamu wa kwanza. Yesu Kristo ameturudishia. Kwa hiyo tunahitaji nguvu. Tunaona hata mfalme anakuwa na nguvu. Kwa hiyo wewe kama mtawala, kwako kuwa na nguvu za Mungu ni jambo la muhimu sana, kwa sababu ili uweze kutawala mazingira yako, nguvu za Mungu zinatakiwa uwe nazo na uzitafute. Kwa mfano tukisoma pia kwenye kitabu cha Zaburi 66 mstari wa 7, tunaona kwamba Mungu anatawala kwa nguvu, kwa uweza wake. Imeandikwa kwamba Mungu anatawala kwa uweza wake. Hata ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 17 inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe anatawala kwa uweza wake. Kwa hiyo sisi kama sisi tunahitaji nguvu za Mungu kwenye kila kitu. Nilapitisha hapo ili kwamba tuanze kuona umuhimu wa kuwa na nguvu za Mungu kabla ya kujua kitu gani cha kufanya ili niongeze nguvu ya Mungu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukijue, kitu cha kufanya ili kwamba tuweze kuongeza nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu, jambo la kwanza ni ibada. Jambo la kwanza ni ibada. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya mhubiri wa Ijumaa, alifundisha somo kuhusu ibada. Kwa hiyo hata katika somo la leo pia kuna kipengele cha ibada. Yaani kwamba ibada ni sehemu ambayo unaenda kuteka nguvu za Mungu. Kwa mfano, umetoka zako nyumbani, umefika hapa kanisani asubuhi, umewahi kwenye kipindi cha maombi, unaomba, inakuja kwenye kipindi cha sifa nako unasifu. Yaani mpaka unapomaliza ibada, unaondoka kwenda nyumbani, unakuwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo kwenye ibada ni sehemu ambayo unapata nguvu za Mungu. Sehemu ya kuteka nguvu za Mungu ipo kwenye ibada, na ndio maana ni muhimu sana sisi kama sisi kuweza kuhudhuria kwenye ibada. Mara nyingi sisi tumekuwa tunajitahidi sana kupambana katika maisha ya mwili. Tunajua kwamba mimi sio mwili, ila mwili ni nyumba yangu. Lakini sasa utakuta napambana Jumatatu, Jumanne, Jumatano, na ulisha, na uvisha, na ufanya nini, lakini roho yangu mimi inakuwa haijafaidika na kitu chochote. Kwa hiyo tukija kwenye ibada ukiwa na au kumtafuta Mungu kama hivyo, inasaidia pia kujiuisha wewe kama wewe mwenyewe. Mimi sio ambaye unaniona, mimi niko ndani, hii tu ni nyumba yangu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhudhuria ibada. Tukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, usiogope
kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo kila tunapokuja ibadani tunakuja kutiwa nguvu na Mungu. Yamkini, kwa sababu tukisoma kwenye ile andiko linasema kwamba yamkini ulikuja na hofu, ndio maana Mungu anakuambia usiogope. Umekuja na mafadhaiko au unahitaji msaada. Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia na kukushika mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo unapokuja ibadani unakuja kutiwa nguvu na Mungu. Mbali na kutiwa nguvu na Mungu, pia Mungu anakuja kukusaidia. Maana amesema nitakutia nguvu na nitakusaidia. Alafu amesema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ibada, kama kuna jambo lolote ambalo unahitaji msaada, Mungu anajidhihirisha kwenye maisha yako, anakuwa anakusaidia. Iwe ni familia, iwe ni changamoto ya aina yoyote, unaposogea mbele za Mungu kwenye ibada, Mungu anatuma msaada wake, kwa sababu amesema kwamba usiogope, atakushika mkono na atakutia nguvu na atakusaidia. Ametoa ahadi kwamba usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ibada tuko pamoja na Mungu, maana Mungu alisema kutanikapo wawili au watatu nipo katikati yao. Kwa hiyo kama hivi tumekuja kwenye ibada, Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo amesema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Tunajua kabisa Mungu yuko pamoja nasi. Anasema usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, na yeye ndio Mungu wetu, tunamsaidia. Sasa nitakutia nguvu. Umekuja kwenye ibada siku ya leo umechoka, mambo ni mengi huko, kila mtu anajua. Unafika hapa, Mungu anakuambia usijali, mimi nitakutia nguvu. Alafu anasema nitakusaidia katika jambo ambalo umeshindwa wewe mwenyewe kwa akili zako, katika jambo ambalo huoni njia, katika jambo ambalo unahitaji msaada wa Mungu. Ili mradi umefika katika ibada ya leo, neno la Mungu linasema kwamba Mungu atakusaidia, na unatakiwa uamini hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hapa tukisoma pia kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 29. Isaya 40:29. Isaya 40:29. Neno la Mungu linasema huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo nguvu za Mungu zikikushikia atakuinua tena. Hata kama umekuja hauna uwezo, umezimia, neno la Mungu linasema kwamba humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kupitia nguvu za Mungu ambazo unakutana nazo katika ibada ya leo, hata kama umezimia utainuka tena sawa sawa na neno la Mungu. Maana neno la Mungu li hai, neno la Mungu lina nguvu, na Mungu anasema kwamba anaikuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa hiyo Mungu ameshasema kwamba hata kama umezimia, lakini Mungu amesema atakutia nguvu na utainuka tena, hautazimia tena, utapata tumaini jipya utakapokutana na nguvu za Mungu. Unapokuja kwenye ibada, unapokuja kumtafuta Mungu, Mungu hawezi kukuacha, kwa sababu unapofika tu unakutana na Mungu. Mungu amesema kwamba yuko pamoja nasi, na kweli yuko pamoja nasi. Tumemuona katika maombi, tumemuona katika sifa. Kwa hiyo tunaona nguvu za Mungu zikiendelea kutuhudumia. Kwa hiyo hutazimia tena, hata kama kuna jambo tayari ulikuwa umeshakata tamaa, unaona kama kabisa hapa hapana. Lakini mchana huu leo au asubuhi ya leo, napenda kukwambia kwamba neno la Mungu li hai, neno la Mungu ni amini na kweli. Tarajia kupewa nguvu ya kuvuka katika jambo lolote ambalo lilikuwa linakutatiza. Tarajia kupata msaada wa Mungu, kwa maana Mungu ndiye msaada wetu. Kwa hiyo tarajia
mambo makubwa kutoka kwa Mungu, kwa maana umekuja kumtafuta na yeye ni mwaminifu, lazima atakuonekania. Kwa hiyo tusiache kuja, huwezi jua, tusiache kumtafuta Mungu kwa njia ya ibada. Ibada ni muhimu sana kwa sababu pia inatutengeneza sisi wenyewe. Sisi kama sisi, maana tunakula, tunalisha miili yetu, tunaivisha, tunaiogesha, lakini sisi kama sisi tunatakiwa pia tupate kitu ambacho kitatutia nguvu. Ndio kama hivyo ibada, unampa mtu wako wa ndani nguvu na uwezo wa kuenda mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, unatakiwa kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi. Maombi huongeza nguvu kwa mtu wa Mungu. Kama tunavyojua kwamba maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo tunapokuja kwenye maombi au unapofanya maombi, maombi yanaongeza nguvu za Mungu. Tunajua katika maisha yetu ambayo tunaishi kila siku, unapoamka unahitaji nguvu za Mungu. Unapokwenda kazini unahitaji nguvu za Mungu ziende pamoja na wewe ili kuharibu kitu ambacho kinataka kuinuka kinyume na wewe. Unapokwenda shuleni, mwanafunzi, unahitaji nguvu za Mungu, unatakiwa uombe. Unapokwenda kwenye biashara yako unahitaji nguvu za Mungu. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana katika kutupa nguvu za Mungu kwenye maisha yetu na kushinda katika mambo mbalimbali. Tukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza pale, kinaelezea jinsi gani Yesu alivyojawa na nguvu za Mungu kupitia maombi. Yesu alifunga na kuomba akawa na nguvu za Mungu. Tunaona kabisa kwamba Yesu ndio mfano wetu. Kwa Yesu mwenyewe kama yeye tu alikuwa ni Mungu, akaja duniani, akaona pia kuna ulazima zaidi ya kufanya hivyo. Ni zaidi yetu na sisi. Yaani ni zaidi yangu mimi na wewe kutafuta nguvu za Mungu. Yesu tunaona ni mfano halisi. Alienda akafunga, akaomba, akajawa na nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu ukawa juu yake. Tunaona pia alifanya mambo mengi. Nguvu za Mungu zilimwezesha kushinda. Yamkini asingeomba na kufunga, asingeweza kushinda ile jaribu la shetani ambao alikuwa anamjaribu. Kwa hiyo muda mwingine maombi yanatupa hata nguvu ya kushinda majaribu ambayo tunakutana nayo kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Hapo tunaona Yesu alitoka mlimani, alirudi na nguvu. Kwa hiyo ili neno la Mungu limekuja siku ya leo kwa wakati sahihi, kwamba amua kuwa muombaji. Yaani maombi ni kwa ajili ya wewe mwenyewe, yaani kwa ajili ya msaada wako wewe mwenyewe, kwa sababu kuna vitu vingine tunaweza tukapitia ni kwa sababu tu hatujaomba. Lakini ukiwa mtu wa maombi, inakusaidia sana katika kupata nguvu za Mungu na kuweza kutembea katika kusudi la Mungu lile ambalo amekusudia. Na ndio maana kuna kuaga na tofauti kubwa kwa mtu ambaye ana bidii sana ya maombi na mtu ambaye hana maombi. Ukiwa mtu wa maombi sana, yani hata kuna vitu tu vinafunguka. Yani unashangaa mtu anafanya hivi, yani hata upinzani unakuwa mchache kuliko ile unakaa. Alafu muda mwingine unaweza usiombe, lakini usijijue kama uko katika hali mbaya. Yani inatokea unaweza ukakaa zako hata wiki unajiona tu uko kawaida. Lakini ukiingia kwenye maombi sasa ndio unashangaa kumbe hivi ambavyo nilikuwa naenda au hivi ambavyo nilikuwa hivi nilitakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo kuna muda mwingine unaweza ukawa tu kwenye comfort zone. Huombi ufanye nini, lakini baadaye unapomtafuta Mungu unakuja kujua kwamba kumbe nilitakiwa niwe kwenye hatua hii. Lakini kwa muda ule wewe unaona tu maisha yako yapo tu kawaida. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika hilo eneo. Kwa sababu najua kwamba kuna muda tunapenda lakini utakuta mazingira au muda mwingine yani kuna namna fulani hivi ambapo mtu anakuwa anajikuta anashindwa. Lakini leo naamini kwamba Mungu atamwezesha kila mmoja, Mungu atamtia nguvu kila mmoja aweze kusimama kwenye nafasi yake ili apate kutembea na nguvu za Mungu. Maombi ni ya muhimu sana. Mimi nakumbuka siku moja nilikuwa niko kazini. Ikawa imefika kama mida ya saa 6 hivi. Nikasema sasa hivi sina kitu cha kufanya.
ngoja nirudi nyumbani. Ila kabla sijarudi nyumbani, nikaa nasikia moyo mzito, yani moyo ni mzito. Moyo mzito kama vile hautaki kwenda nyumbani. Nikasema hichi ni kitu gani? Nikaingia kwenye gari, nikaomba japo sijui hata naombea nini. Nikamwambia tu Mungu, wewe mwenyewe unajua ni kitu gani. Ila hicho kitu nikaomba mwenyewe kadri Roho alivyoniongoza. Nilipomaliza, nilipoona moyo mwepesi, nikawasha zangu gari, nikarudi nyumbani. Sasa nafika, kuna sehemu moja kuna reli pale. Nafika ile sehemu, nilikuwa nimeweka mziki kwenye gari, afu vioo viko tinted. Sasa mbele kwa kuna gari kama linarudi nyuma hivi, mimi nikaa nimesimama. Akasema, "Huyu mbona anarudi nyuma sana? Au gari lake bovu?" Mimi nilichofanya nikampita kwamba nifanyaje? Nivuke pale kwenye reli niende zangu. Sasa vile navuka tu kwenye reli, nashangaa treni hilo hapo. Yaani ilikuwa kidogo tu. Yaani nilipata nguvu, nikakanyaga mafuta, baada ya kuingia kushoto nikanyoosha moja kwa moja. Kwa hiyo nikasema kumbe ni yale maombi. Yamkini nisingeomba ndio ungekuwa mwisho wangu. Ningekanyagwa pale pale. Yaani ilikuwa ni kitu cha dakika moja, dakika mbili. Ningekuwa tayari nishama. Lakini kwa sababu nikaja kugundua kumbe muda mwingine hatutakiwi kupuuzia taarifa ambazo unakuwa nazo. Kwa hiyo maombi yana msaada sana kwenye maisha yetu. Na kuna wakati mwingine, mwezi wa 12 tu, hata sio mbali. Kuna mahali nilikuwa sasa niko kule, nikaa nasikia pia mzigo. Nasikia mzigo kweli wa kuomba. Nikaa kuna rafiki yangu mmoja nikamwambia, "Mimi nasikia kweli mzigo wa kuomba. Sijui hata kuna nini, kuna shida gani?" Basi nikaa nimeomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Inafika siku ya 5 nikapokea simu, nikaambiwa kwamba bwana, baba yako alikuwa ameenda kuweka mafuta Shell na pikipiki, akakutana nini kikamvamia. Sasa hivi lakini yuko hospitali, ila hajaumia sana, ni michubuko tu, japo pikipiki haifai. Yaani ile siku, na ndio mzigo ulikuja kuisha pale pale. Nikasema yamkini kumbe labda nisingeomba, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua mambo ya mbeleni. Hata Mungu mwenyewe amesema kwamba, Yesu alisema kwamba atatuambia mambo yote. Kwa hiyo kuna muda mwingine unaweza kupata taarifa kutoka kwenye moyo wako. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu naye pia ni mtu. Yeye hana mwili, lakini ana nafsi, ana roho, ndio ile unaambiwa ana hisia, ana huzuni. Ukimtambua kwamba yuko pamoja na wewe, anaweza pia kukuongoza katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama vitu kama hivyo, anaweza akakusaidia kukwambia hapa kuna nini au fanya hivi. Kwa kweli nilimtukuza Mungu kwa sababu hakuwa amepata madhara makubwa. Ilikuwa tu ni michubuko tu, lakini hakupatwa na jambo kubwa. Maana ilikuwa ni mwezi wa 12 ule mwisho wa mwaka. Kwa hiyo nikamshukuru sana Mungu kwa ajili hiyo. Kwa hiyo maombi yanatupa nguvu ya kushinda kila kitu kwenye maisha au mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye maisha yetu. Na pia hatutakiwi kubaki kwenye viwango vile vile. Yaani kwa mfano mwaka 2025 na huu ni mwaka 2026. Ule mwaka utabakia vile vile kama we hauna tofauti. Yaani wewe usipoweka jitihada. Mwaka 2025 na 26 itakuendea vile vile. Kwa mabadiliko yanahitajiwa na yaani wewe mwenyewe ndio unahitajika kufanya mabadiliko. Badiliko ndio litafanya kwamba huu mwaka wako 2026 ukawa tofauti na 2025. Ukisema kwamba bwana 2025 nilizembea kwenye hichi na hichi na hichi. 2026 naamua kufanya hivi na hivi na hivi. Na ukizamilia kweli mwaka wako utakuwa tofauti na 2025. Lakini bila kufanya badiliko lolote hakutakuwa na tofauti ya mwaka 25 na 26. Kwa hiyo asubuhi ya leo neno la Mungu limekujia kwa wakati sahihi. Limetujia kwa wakati sahihi kwamba tunatakiwa tuwe watu wa maombi. Tubadilishe viwango vya maisha yetu kupitia maombi. Mungu ni mwaminifu kwa sababu amesema kwamba Mungu amesema kwamba nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo Mungu yeye anawapenda wanaompenda. Unampendaje Mungu? Unampenda Mungu kwa kuwasiliana naye. Kwa sababu kwa mtu unayempenda mawasiliano ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo Mungu anasema nawapenda wanipendao na wale watafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo kama wewe unampenda Mungu, utamtafuta Mungu, utawasiliana naye tu lazima. Na ina maana ukimtafuta Mungu anasema ataonekana kwako. Kwa hiyo kupitia maombi Mungu anakuonyesha njia katika
mambo mbalimbali. Ataonekana kwako kwa kile kitu ambacho unamhitaji. Kuna muda sisi tunaendaga kwenye maombi tu mtu ukiwa na hitaji, lakini sio lazima kwamba hadi uwe na mahitaji. Muda mwingine unaweza kuenda kumshukuru Mungu. Muda mwingine unaweza ukaenda kuzungumza na Mungu kwa namna yoyote, lakini ukiwa na mahitaji sawa. Lakini hata kama huna hitaji, hata kama huna shida, sio lazima eti kwamba mtu anayeomba tu awe na shida. Hata kama huna shida, jengee umuhimu wa kuwa na mawasiliano na Mungu. Maisha yako yatapanda. Mwaka 2026 utakuwa tofauti na mwaka 2025. Tukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 4 mstari wa 31, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31. Tunaona hapa Paulo na Sila walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale palitikiswa. Yaani walikuwa wako gerezani. Hawa tunaona walikuwa wako kwenye hali ambayo ni ngumu sana. Yamkini tungekuwa mimi na wewe leo tuko gerezani pale, ingekuwa mwingine akishafika pale tayari ushakata tamaa, unawaza sasa hapa mimi nafanyaje? Lakini tunaona Paulo na Sila walifika pale gerezani, lakini wenyewe walijua kutumia fursa. Yaani wao waliimba, walimtukuza Mungu, na tunaambiwa kwamba walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale palitikiswa. Kwa hiyo maombi yanashusha nguvu za Mungu na kutikisa mahali. Mimi kuna siku nilikuwa natafakari, nikasema ina maana hawa ile siku wasingefunga na kuomba, wasingetoka gerezani, na wala historia yao leo tusingeisoma, kwa sababu tunaambiwa kwamba ile misingi ya gereza ikapasuka. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba baada ya kumwomba Mungu, ile pale palitikiswa. Kwa hiyo kwenye kumwomba Mungu, Mungu anaweza kutikisa hali yoyote ambayo ilikuwa imekushikilia. Mungu anaweza akakutoa kwenye gereza. Mungu anakutoa kwenye vifungo kupitia maombi. Huyu Paulo na Sila wasingeomba, sijajua kwamba wangetoka kwa namna gani, lakini leo tusingeweza kusoma historia yao. Lakini haya yameandikwa ili kwamba sisi tuweze kujifunza na kuelewa kwamba tuishije kwenye maisha yetu. Kwa mfano hapa huko nyumbani kwako kila mtu anafurahia umeme. Si unaona ule umeme ule? Unaona taa zinawaka, siku umeme ukikata unalaumu, bwana huyu TANESCO si imekuaje? Lakini ule umeme wale wana namna ya kufua, wale TANESCO wanaufua huko, unakuja mpaka unakumulikia wewe, unakuwa unafurahia ule mwanga. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuzifua nguvu za Mungu kupitia maombi. Yaani kupitia maombi, ili kwamba kupitia maombi tunazipata nguvu za Mungu ili tuweze kupata matokeo kwenye maisha yetu. Kama TANESCO inavyofua umeme halafu inaangaza maisha yako. Sinasema TANESCO tunaangaza maisha yako. Kwa hiyo ni vile vile ambavyo wote waweza kuomba na maisha yako yakaangazwa kwa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukisema neno la Mungu linasema kwamba wenye nguvu ndio watakaouteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunajua kabisa katika ufalme wa Mungu, kama umekubali kuwa katika huu ufalme, jambo la kutafuta nguvu za Mungu sio jambo la kawaida. Yaani sio jambo la hiari, ni muhimu. Yaani jambo la kutafuta nguvu za Mungu ni muhimu. Tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Kwa hiyo asubuhi ya leo mimi naamini kwamba yule mwenye nguvu anaongelewa kwenye hiki kitabu cha Mathayo 11 ni wewe. Wewe ndio mwenye nguvu katika jina la Yesu. Mbona wengine hamuitikii jamani? Huyu anayezungumziwa hapa kwamba ufalme wa Mungu hupatikana na wenye nguvu ndio atakaouteka. Wewe ndiwe mwenye nguvu ambao unazungumziwa hapa. Hakutakuwa na mtu mdhaifu ambaye hataweza kuteka ufalme wa Mungu, bali naamini
Shalom wanawake, wanaume, vijana, watoto, wote ni wenye nguvu wa kuteka ufalme wa Mungu, na ndio maana Mungu amekuleta mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunatengeneza njia za Mungu kwenye maisha yetu kupitia maombi. Jambo la tatu, kusoma neno la Mungu. Hii ni njia nyingine pia ya kutafuta nguvu ya Mungu. Kwa mfano, umechukua zako, labda kuna hali fulani unapitia au kuna jambo fulani ulijui, ukasoma labda kitabu, ukasoma story ya labda ya Daudi. Unaona jinsi gani alivyompiga Goliati. Yaani haikuwa kwa nguvu zake, kwamba ni kwa akili tu za kawaida, moja kwa moja yule angekuwa achukui raundi mbele ya Goliati, angekuwa kashauawa. Na wewe yamkini ulikuwa unapitia situation ambayo kwa macho ya kibinadamu unaona kabisa kwamba hapa stoboi, lakini ukisoma neno la Mungu, ukimsoma Daudi, unapata nguvu, na wewe unapata nguvu ya kushinda vikwazo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno la Mungu nalo linatuwezesha kupata nguvu. Unaposoma neno la Mungu unapata nguvu ya kuendelea mbele, unapata nguvu ya kushinda vikwazo mbalimbali. Ukisoma habari za kina Daniel, wale Daniel walikuwa wanamwamini Mungu. Kuna muda hadi walitumbukizwa kwenye tanuru la moto, walitumbukizwa mule. Kwa mfano sasa mtu mwingine anaweza kata tamaa, yaani kabisa hapo unaona kabisa hapa Mungu hajanisaidia. Umeshtakiwa mpaka wanakusanyika, unamwomba tu Mungu mpaka wanakuchukua, wanakudumbukiza mule ndani. Mwingine anasema sasa huyu ndio mwisho wake, hata Mungu wake hayupo. Lakini kumbe Mungu alitumia ile njia. Kwa muda mwingine unaweza ukajikuta kwenye hali fulani, ukisoma hii habari unasema kwa katika njia hii Mungu bado msaada wake Mungu ni mkubwa, na Mungu ana sababu. Kwa hiyo utakiwa kukata tamaa. Neno la Mungu linatuwezesha kupata nguvu ya kuvuka na kushinda mambo mbalimbali. Kupitia neno la Mungu nafsi zetu zinahuishwa. Tunapata pia hatua nyingine. Unaposoma neno la Mungu unapata hatua nyingine. Kwa mfano unaweza kusoma kitabu cha Esther, ukaona ni jinsi gani Wayahudi walikuwa wanatakiwa kuuawa, lakini yule Esther alichukua maamuzi ya kuwaambia wale watu wa nyumba ya baba yake waombe siku 3, alafu yeye ataenda kwa mfalme. Kwa hiyo unaweza ukawa na hali fulani, kwa kupitia kusoma neno la Mungu, Mungu naye akakwambia, labda Roho Mtakatifu akakwambia hebu omba au funga kwa ndani ya siku fulani, na wewe si una uthibitisho, unamwambia Mungu wewe ni mwaminifu, kama ulifanya kwa huyu hata kwangu utafanya. Kwa hiyo unaingia kwenye maombi. Baada ya zile siku unashangaa Mungu amefanyaje, amekutendea. Ni kwa nini? Kwa sababu umesoma neno la Mungu, umepata hatua mpya, umepata nguvu ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tusome neno la Mungu, tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Yaani muda wote unaopata wewe soma neno la Mungu. Tukiangalia wakina Paulo, wale mazingira yao yale, mtu yuko gerezani, ilikuwa ni changamoto sana kuomba. Kwanza angekuwa mwingine angekuwa na huzuni, lakini kwa sababu walitambua yule ambaye wako naye, hawakuona tofauti, ndio maana Mungu aliwasaidia. Kwa hiyo hata na sisi tunatakiwa tusome neno la Mungu, tusiache kumtafuta Mungu kwa kusoma neno lake, kwa sababu kupitia neno la Mungu tunajengwa, kupitia neno la Mungu tunapiga hatua mpya, kupitia neno la Mungu tunashinda mambo mbalimbali, na tunapata ufahamu wa vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuvijui. Yaani tunapata ufahamu kwa vitu vingi ambavyo hatuvijui. Unaposoma neno la Mungu unapata kitu ambacho ulikuwa labda hujakijua, lakini unapata maarifa zaidi. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, kipengele kinasema, kwa maana neno la Mungu li hai tena lenye nguvu. Kwa hiyo hapa neno la Mungu kwa sababu ni hai, ndio maana tunasema kwamba tunapata nguvu. Huwezi kupokea nguvu kwa kitu ambacho sio hai. Kwenye kitabu cha Yohana pia kinasema kwamba Mungu ni neno. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu na hili neno li hai, unakutana na Mungu moja kwa moja, kwa sababu Mungu ni neno, Mungu mwenyewe ni neno. Na pia neno la Mungu tunaambiwa lina uhai. Kwa hiyo huwezi kupokea nguvu kwa kitu ambacho sio hai. Neno la Mungu hili lina uhai. Kwa hiyo ukisoma na wewe mwenyewe pia utakuwa hai katika maisha yako ya kiroho. Na jambo lingine, jambo la 4 hapo,
ni kupitia sifa na kuabudu. Tunapata nguvu za Mungu kupitia ibada ya sifa na kuabudu. Ibada ya sifa na kuabudu. Kuna mtu mwingine anaweza akafika ibadani kwenye kipindi cha sifa tu na kuabudu, yeye akafunguliwa. Mwingine labda alikuwa na mizigo yake, mwingine alikuwa amelemewa. Ikifika tu kile kipindi cha sifa kisha pale tayari anakuwa amefunguliwa. Kwa hiyo tunapokea nguvu za Mungu pia kwenye eneo la sifa na kuabudu. Hili ni eneo muhimu sana kwa ajili ya kusteka nguvu za Mungu. Sifa na kuabudu zimebeba nguvu za Mungu. Mungu anatumia sifa na kuabudu kama chombo kwa ajili ya kupitisha nguvu zake kwa watu wake. Kwa mfano hapa tumesema kwamba kama vile ambavyo tulisoma kwenye neno la Mungu, tukasema kwamba kupitia kusoma neno la Mungu na kupitia maombi kuna tuwezesha kupata nguvu za Mungu. Hivyo hivyo na hata mtu ambaye anaimba sifa na kuabudu, naye anatakiwa awe muombaji na awe pia msoma neno ili apate nguvu za Mungu. Maana hapo tumeona kwamba tunapata nguvu za Mungu kwa kuomba, tunapata nguvu za Mungu kwa kusoma neno. Kwa hiyo hata mtu ambaye anaimba anatakiwa awe muombaji na awe msomaji wa neno ili aweze kupata nguvu za Mungu, kwa sababu Mungu anakutumia wewe kama chombo kupitisha nguvu kwa watu wake. Kwa hiyo hata waimbaji nao ni watumishi wa Mungu, wanatakiwa pia wawe na neno la Mungu, wanatakiwa pia wawe waombaji, kwa sababu Mungu pia anatumia sifa kukutana na watu wake. Mungu anashuka kwenye sifa. Hapa kuna utaratibu mwingine, labda mtu anaweza akafika kanisani, kona nafika pale kanisani mtu wa sifa uishe ili neno lianze. Kwa hiyo tunasifu ili sifa iishe ingie kwenye, yaani mtu asema anasifu, yaani mtu anasubiria tu sifa tu iishe tuingie kwenye neno, bila kujua kwamba hata kwenye sifa ni sehemu ambayo ni ibada, unakutana na nguvu za Mungu. Kwa hiyo hata kwenye sifa hatuingii tu kwenye sifa ili tuvute muda wa mtoa neno au tusubiri tu muda wa kusifu uishe. Tunaingia kwenye sifa ili kukutana na nguvu za Mungu. Tumeona pia waimbaji leo wametuhudumia, tumeona uwepo wa Mungu, tumeona nguvu za Mungu zikituhudumia. Kwa hiyo sifa ni sehemu ambayo ni muhimu sana katika kupata nguvu za Mungu. Tunaimba ili watu wakutane na nguvu za Mungu. Yaani hatuimbi kujifurahisha tu sisi wenyewe. Tunaimba ili watu wakutane na nguvu za Mungu. Ndio maana hata muimbaji unatakiwa uwe msoma neno, unatakiwa uwe muombaji ili Mungu akutumie wewe kama daraja kupitisha nguvu kwa watu wake. Tukisoma kitabu cha Matendo sura ya 16 mstari wa 25. Matendo sura ya 16 mstari wa 25. Tunaona jinsi gani Paulo na Sila walitumia hii fursa ya kumwabudu Mungu. Matendo 16:25 nasema, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Hapo tunaona kwamba walikuwa pia walimwimbia Mungu nyimbo za kusifu. Ilikuwa ni usiku wa manane. Paulo na Sila walijua kutumia muda wao vizuri, kwamba walijua umuhimu pia wa sifa, na ndio maana waliamua kwenda kumsifu Mungu japo walikuwa wako gerezani. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu na wale walikuwa wako gerezani wanamsifu Mungu na kumwomba Mungu, ndio maana Mungu alijitokeza kwenye maisha yao. Kwenye sifa, nguvu za Mungu zinaposhuka, kuna vifungo. Mtu anaweza akawa na kifungo kikalegezwa. Mtu unaweza ukawa una pingu sehemu fulani ikakatwa kupitia sifa. Kwa hiyo Mungu anatuhudumia pia kupitia sifa. Kama tulivyoona kwamba wale Paulo na Sila kupitia tu kule usiku ule wa manane waliamka wakasifu na wakaomba. Kupitia zile sifa Mungu alishuka na vile vifungo vikageuzwa, vikalegezwa. Milango ile ikafunguka, wakawa huru. Ila ni kwa sababu wao walisimama katika eneo la kumsifu Mungu na kumuomba Mungu. Kwa hiyo kupitia sifa na kuabudu vifungo vinaweza vinafunguliwa. Kupitia sifa na kuabudu vifungo vinafunguliwa. Sifa imebeba nguvu
ya kuvunja magereza ya kiroho. Yaani mtu ambaye anamsifu Mungu katika roho na kweli, mtu ambaye anamuelewa Mungu wakati wa sifa, Mungu anaachilia nguvu zake hata za kuvunja kama kuna magereza yote ya kiroho ambayo yamekushikilia. Tuliona Paulo na Sila, wao vile vifungo vilifanyaje? Vilivunjwa. Wale walikuwa katika ulimwengu wa mwili vikavunjwa, lakini hata katika ulimwengu wa roho leo hii unapokwenda kusifu, nguvu za Mungu zinaposhuka, Mungu anaweza kuvunja magereza yote ya kiroho ambayo yamekushikilia. Kwa hiyo sifa ni jambo la muhimu sana kwa Mkristo, kwa sababu imebeba nguvu ya kufungua kila kifungo cha adui. Kwa hiyo sifa ambayo ni kama mtu yani tukifanya ibada kabisa ya sifa, lazima Mungu anashuka, nguvu zake zitashuka, watu wataponywa, watu watafunguliwa, watu watakuwa huru kupitia sifa na kuabudu. Tusome kitabu cha Nehemia sura ya 9 mstari wa 3. Nehemia sura ya 9 mstari wa 3. Hapa tunaona umuhimu pia mtu pia kusimama kwenye nafasi yake. Nehemia 9:3. Neno la Mungu linasema, basi wakasimama mahali pao, wakasoma katika kitabu cha Torati ya Bwana Mungu wao muda wa robo ya siku, na robo nyingine wakaungama, wakamwabudu Bwana Mungu wao. Hapa tunaona kwamba hawa watu wa Mungu walisimama kwenye zamu yao. Kivipi? Tunaambiwa robo ya siku walitumia kusoma neno la Mungu. Tukiangalia robo ya siku hapo kama masaa 3, tukiangalia kwa muda wa masaa 12. Kwa masaa 3 walikuwa tu wanasoma neno la Mungu. Wakasoma neno la Mungu kwa muda wa masaa 3. Wakamaliza kusoma neno la Mungu, wakaungama tena kwa robo ya siku kwa muda wa masaa 3. Walipomaliza hapo, wakamwabudu Bwana Mungu wao. Hivi fikiria sifa ambayo imetoka hapo. Watu wamesoma neno, wamemaliza, wakaungama, baadaye sasa ndio wakaingia kwenye kusifu na kuabudu. Kwa hiyo tunaona hawa watu waliingia katika kumtafuta Mungu au kutafuta nguvu za Mungu, lakini pia kupitia sifa Mungu aliweza kujidhihirisha kwao. Tukisoma Zaburi ya 22 mstari wa 3. Inasema kwamba Mungu ni mtakatifu, anaketi katika sifa za Israeli. Kwa hiyo kama Mungu anaketi katika sifa, hata nguvu zake pia zipo kwenye sifa. Ikiwa Mungu anaketi katika sifa, tunapoimba, nguvu zake pia zipo katika sifa kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutuvusha, kutupeleka kwenye viwango vingine. Na tukiangalia uzuri wa kauli yetu kwamba Bwana Yesu, unaifundisha mikono yangu vita. Unapiganaje vita kama huna nguvu? Hii kauli mbiu yetu ni nzuri kwamba unaifundisha mikono yangu vita 2026. Nitapigana vita hadi ushindi wangu upatikane. Utaweza kweli kupigana vita kama huna nguvu jamani? Yaani umenyongonyea hivi mnyonge, si unapigwa? Kwa hiyo tunatakiwa tupate nguvu za Mungu ili pia kuweza kusimama kwenye kauli mbiu yetu, tuweze kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hili jambo ni la kila mmoja. Sio kwamba ni wachungaji peke yao, ni jambo la kila mmoja wetu. Hata watoto, vijana, kila mmoja anahitajiwa kusimama katika hizi nafasi au katika kumtafuta Mungu katika roho na kweli, kupitia ibada, kupitia kuomba, kama tulivyoona, kupitia kusoma neno la Mungu, na pia kupitia sifa na kuabudu. Na mwingine sifa na kuabudu sio lazima tu uwepo hapa kanisani. Unaweza ukawa nyumbani, unaweza ukawa unatoka sehemu, unamtukuza Mungu. Yaani unaifanya kwa sababu Mungu amesema kwamba miili yetu ni hekalu lake. Kwa hiyo sio mbaya kwenye hekalu kuweka mziki kidogo, unamtukuza Mungu. Si hekalu jamani. Kwa hiyo ni vizuri kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Ni vizuri kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu ili tuweze kupata nguvu za Mungu, na pia ili tuweze kushindana katika vita mbalimbali, kwa sababu tunajua hakuna mnyonge ambaye anaweza kushinda vita, lakini kupitia nguvu za Mungu tunaweza kupigana na kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunajua kwamba Mungu
ni mtakatifu na anaketi katika sifa. Hata nani huyu praise, kuna wimbo wao pia wanaimbaga hapa, Mungu wetu mtakatifu. Wanaimba kwa sababu wanajua kwamba Mungu anaketi katika sifa. Kwa hiyo kama anaketi katika sifa, nguvu zake pia zipo katika sifa. Kwa hiyo unapokuja kwenye ibada au unapokuwa nyumbani, unaposifu maanisha, usione kwamba ni kipindi tu cha mpito, kwamba kipite ifuate ratiba nyingine. Ni eneo ambalo Mungu anaweza kukutana na wewe kwenye sifa kama unamaanisha. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuzidi kumwamini Mungu na kuendelea kumtumaini Mungu, nawe utaona nguvu za Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi namshukuru Mungu kwa siku ya leo, tumeweza kujifunza, tumeweza kushirikishana neno la Mungu. Naomba tusimame. Kwa sababu ya mambo mengi leo tusimame. Tusimame tukamwambie Mungu aachilie nguvu kwenye maisha yetu. Mungu aachilie neema. Mungu atuamini kwa kutupa nguvu zake kwenye maisha yetu. Kwa sababu leo tumekuja kwenye ibada, tunamhitaji Mungu. Tumesifu, tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Tunahitaji nguvu za Mungu. Kwa hiyo mimi napenda sana tumwambie Mungu akaachilie nguvu zake kwenye maisha yetu. Msi Mungu, mwambie Mungu, ninakuomba uniamini kwa nguvu zako. Achilia nguvu zako kwenye maisha yangu. Achilia nguvu zako katika maisha yangu, niweze kukabiliana hata na wiki ambayo inaanza kesho kuanzia Jumatatu, hiyo wiki nzima. Tunahitaji nguvu za Mungu ili kuweza kushinda. Tunahitaji nguvu za Mungu kwenye biashara zetu. Unapoenda unatakiwa pia uende na nguvu za Mungu, kama vile ambavyo Yesu alishuka mlimani akaenda kufanya miujiza. Hata na wewe siku unaenda kwenye biashara yako, unazishikia pale na nguvu za Mungu, utaona Mungu atakavyokusaidia. Kwa hiyo natamani sana tumwambie Mungu, kila mtu kwenye eneo la maisha yake atamani nguvu za Mungu. Amwambie Mungu, achilia nguvu zako kwenye maisha yangu. Jambo hili bila nguvu zako siwezi. Kitu hichi bila nguvu zako siwezi. Nahitaji nguvu zako. Achilia nguvu zako kwenye maisha yangu. Na pia tunamwomba Mungu, lakini hivi vitu tunatakiwa binafsi kila mtu ahakikishe kwamba anaomba neema kwa Mungu ya kumwezesha kuweza kuwa hivyo, ili kwamba nguvu za Mungu ziendelee kuishi naye kwenye maisha yake. Mungu ni mwaminifu, najua anatuma neno lake ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Roho Mtakatifu anasema na sisi, anatamani tutembee na nguvu zake. Anatamani kutushindia, anatamani kutusaidia, lakini sisi wakati mwingine tunakuwa tuzitafuti nguvu zake. Ndio maana tunaambiwa mtakeni Bwana na nguvu zake. Mungu anatamani kutusaidia sana, lakini sisi na muda mwingine tayari unasema mimi nimeshaokoka, basi huombi, usomi neno, huini ibadani. Mungu anatamani kusaidia. Mungu anatamani umtafute yeye na nguvu zake ili aweze kukupigania kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi kama mimi ninashukuru sana. Yaani sio kama tu naongea, na nilimwomba Mungu, naomba unipe ujumbe ambao hautakuwa mgumu, hata mimi mwenyewe maisha yangu yatakuwa na uhalisia. Kwa hiyo mimi ninaongea kitu ambacho pia nimekiona kwenye maisha yangu, sio utotoni, sio ukubwani. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kwa kila mmoja. Twende tukamwambie Mungu akaachilie neema, akaachilie nguvu zake, na sisi pia tuwe tayari. Mioyo yetu iwe tayari katika kumtafuta Mungu, katika kutafuta nguvu zake. Usimwangalie mtu. Wewe ni wewe, umekuja peke yako, utaondoka peke yako. Maisha ni ya kwako, yanakuhusu wewe mwenyewe. Popote ambako Mungu amekusudia, yani kila mtu ana hatima yake. Usimwangalie mtu mwingine kwamba huyu mwenzangu bora aombi au aendi ibadani na mimi siendi. Angalia hili jambo wewe kama wewe. Maisha yako wewe mwenyewe, wewe ndio ambaye unajenga maisha yako wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Maisha yako yanakutegemea wewe. Kama ni mzazi, una watoto wako, wewe pia unatakiwa uwajengee msingi wale watoto, hata kupitia kumtafuta Mungu, unawaombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ndio mjenzi mwenyewe wa maisha yako.
achilia kwamba huyu mwenzangu yuko hivi au yuko hivi. Au utakuta mwingine hapa umeolewa, unaangalia maisha yako na umesema ngoja mimi nifanye kama yeye. Hapana, wewe, kila mtu na nafasi yake na kila mtu ana changamoto zake. Yaani kila mtu ana maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mtafutie Mungu binafsi. Japo hata mkiwa pia na umoja pia ni jambo jema, lakini wewe binafsi usiache. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende tukamwambie Mungu, tukamsii Mungu akaachilie atuamini kwa nguvu zake. Mungu akaachilie neema ya kutembea na nguvu zake katika maisha yetu, katika wiki hii, katika kila jambo. Tukahitaji nguvu za Mungu, na pia tukamuombe Roho Mtakatifu, kwa maana pia tunajua Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu, na tulishafundishwa sana na wachungaji kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata Roho Mtakatifu naye pia ataweza kutuongoza, atatutia nguvu, atatusaidia katika mambo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi twende tukamwambie Mungu, kila mmoja aende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba, ninakusihi Baba, uniamini na nguvu zako katika jina la Yesu. Achilia nguvu zako kwenye maisha yangu. Baba, tunakuomba, achilia nguvu zako kwenye maisha yangu. Mwambie Mungu akuamini. Mwambie Mungu aachilie nguvu zake kwenye maisha yako. Kila mmoja ingia kwenye maombi, msii Mungu aachilie nguvu zake kwenye maisha yako. Ikiwa ni mwanafunzi, ingia kwenye maombi, mwambie Mungu aachilie nguvu zake kwenye maisha yako. Kila mtu aingie kwenye maombi, amwambie Mungu aachilie nguvu zake kwenye maisha yake ili aweze kushinda. Iwe ni kwenye uchumi, mwingine labda una changamoto ya afya, mwambie Mungu aachilie nguvu zake zikakusaidie kukuvusha. Twende kumwambie Mungu, Mungu akaachilie, Mungu akatuamini kwa nguvu zake, kwa maana neno lake li hai, neno lake lina nguvu. Moja akamwambie Mungu, msii Mungu, Mungu akaachilie nguvu zake, Mungu akatuamini kwa nguvu zake, Mungu akatuamini kwa nguvu zake katika biashara zetu, katika hatua tunazopiga katika maisha yetu, katika kila eneo. Tuite nguvu za Mungu katikati ya maisha yetu. Baba yetu, tunakusihi na kukuomba ukatuamini kwa nguvu zako katika kila eneo la maisha yetu, katika hatua zetu. Tunakusihi Baba, ukaturehemu pale ambako ulikuwa unatamani kutuongoza, unatamani kutuvusha, lakini sisi wenyewe tumekuwa tuzitafute nguvu zako. Tumetingwa na mambo mengi, tumetingwa na shughuli, tumetingwa na mambo ya ulimwengu huu. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba ukatuamini tena, ukaturehemu Baba mchana huu leo, ukamrehemu mmoja mmoja, na ukatuamini tena kwa ajili ya nguvu zako, ili tuweze kufikia pale ambako umetukusudia. Ukatuwezeshe kufika katika viwango ambavyo umetukusudia wewe, ukatuwezeshe kufika hata mahali pale ambako kwa akili zetu na kwa nguvu zetu hatujafika. Mungu, tunakuomba ukatuamini kwa nguvu zako kwenye kila eneo. Baba, ninaomba nguvu zako. Roho Mtakatifu, tunakuomba achilia nguvu zako kwenye kila hatua ya maisha yetu. Tuamini kwa nguvu zako. Roho Mtakatifu, tupe neema, tuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, kwa uweza wako na nguvu zako ninaomba hizo nguvu. Tunaomba ukaachilie nguvu zako kwenye maisha yetu. Tunaomba ukaachilie nguvu zako za kuondoa kila upinzani, za kuondoa kila vizuizi vinavyosimama katika njia za maisha yetu, vizuizi vyovyote ambavyo adui ameviweka. Sisi Baba, tunahitaji nguvu zako ya kuweza kuvivunja vile vizuizi vinavyokaa katika njia za maisha yetu, ya kuvunja vile vizuizi vinavyokaa katika biashara zetu, ya kuvunja vile vizuizi vinavyokaa katika kazi zetu, ya kuvunja vile vizuizi vinavyokaa katika ndoa zetu, ya kuvunja vile vizuizi vinavyokaa katika watoto wetu. Baba, tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako zikatuvushe katika vile vizuizi, katika kila upinzani, katika kila ngome, katika kila chochote ambacho kinasimama. Tunaomba nguvu zako, tunaomba nguvu zako Roho Mtakatifu, tunaomba nguvu zako Baba, Baba mwenye uweza, Mungu mwenye enzi, ninaomba achilia nguvu zako, achilia nguvu zako katikati yetu. Tunahitaji nguvu zako, tunahitaji
tunahitaji msaada kutoka kwako, na ndio maana tumekusanyika tukijua kwamba Mungu wewe ni mwaminifu. Tunaamini kwamba Mungu wewe ni mwaminifu wa kutusaidia, wa kutuvusha, wa kutuokoa na kutuwezesha kuweza kufika pale ambako umetukusudia. Nguvu zako hazina upinzani. Hakuna yeyote atakayeweza kupingana na nguvu ya neema yako kwenye maisha yetu. Hakuna nguvu zako zikaa pamoja na sisi. Hakuna chochote cha kuzuia, hakuna chochote cha kutukwamisha, kwa maana nguvu zako zitatuwezesha kupita hata katika mambo ambayo kwa akili zetu hatuwezi. Baba, tunaomba nguvu zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa na utukufu kwa uaminifu wako, pokea sifa na utukufu kwa wema wako na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Hata tutakapopita katika mambo mbalimbali, nguvu zako zikatuwezeshe, kwa maana neno lako linaposema tujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, neno lako linasema kwamba tunapita hatukai. Tunahitaji hata nguvu zako za kutupitisha katika nyakati ambazo kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji nguvu zako za kutupitisha sehemu ambazo inakuwa vigumu kupita, lakini kwa nguvu zako Baba tunapita. Lakini kwa uwezo wako Baba tukapite. Kwa nguvu zako Baba zikapinge kila nguvu zozote ambazo ziko katika hii dunia kutukwamisha, kutuzuia, kuturudisha nyuma. Tunaita nguvu yako kuondoa kila hivyo vizuizi. Ninaita nguvu yako Baba kwa kanisa lako. Naita nguvu yako kwa kila mmoja aliyekutanika katika ibada ya leo. Baba, achilia nguvu yako ikamvushe katika kila eneo, ikamvushe katika kila eneo ambalo wanakuhitaji. Mungu wangu wewe ni mwaminifu, ukaonekane mfalme wa amani, Mungu mwenye uweza, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakutukuza na kulinua. Tunasema asante mfalme wa amani, Mungu mwenye uweza. Pokea sifa na utukufu. Asante mfalme wetu. Wewe ni Mungu ambaye unaweza. Nguvu na enzi zote ni za kwako. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna mwenye uweza kama wako. Baba, tunasema asante. Baba, tunakutukuza. Hakuna Mungu kama wewe. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, kwa maana umekuwa mwaminifu hata saa hii. Baba, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Wanaimba wanasema ikatamani Bwana, niko hapa jioni leo katayama. Wanasema we give you glory.
Ina manto yakapini mala kasaka yakatanto rianda imenebo hando yakataya manime wasahili wewe kupokea kule mbinguni kuna wenye uhai wane wanao inama na kuinuka mbele zake Bwana wakisema wasahili wewe, wasahili wewe, wasahili wewe, wasahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Imba tena wasahili hana merebo maanisha kwamba anastahili yeye. Kandara mama ikotene maya manimeke taya manama hekatene monima kupokea Bwana waweza kunyosha mikono yako juu wakati unaendelea kumwambia Mungu wastahili moyoni mwako. Tufuatane kwenye maombi haya. Natamani Mungu akuhudumie kwa namna ya tofauti sana. Natamani Mungu, naiona nguvu ya Mungu mahali hapa. Naona uwezo wa Mungu umefunika. Naona mamlaka ya Mungu imetawala mahali hapa. Mwana wa Mungu rakasaka ya kataraba. Watu wa vyombo, tupunguze sauti kidogo ili tuweze kuelewana. Nyosha mikono yako, tupatane kwenye maombi haya. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa sura na mfano wa kwako ukaniumba ili kwamba ni kuabudu katika roho na kweli. Lakini Yesu peke yangu sitaweza kama Mariam alivyosema. Inawezekanaje jambo hili? Lakini Yesu, Mungu ukamwambia ya kwamba itakujiria juu yako nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo ni nguvu yako. Mungu mwenye nguvu, nami naita saa hii nifunike kwa nguvu zako, ndani yangu zikaachiliwe nguvu za Roho Mtakatifu. Ndani yangu zikaachiliwe nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu, nijaze kwa nguvu zako, nijaze kwa nguvu zako, nina haja na nguvu zako, nina kiu na nguvu zako, Yesu nijaze, Yesu nigarikishe kwa nguvu zako, maana nguvu zako zinaweza kupigana vita
ya rohoni. Nguvu zako inaweza kuangusha ngome. Nguvu zako zinaweza kuondoa magonjwa. Nguvu zako zinaweza kuondoa huzuni. Yesu, 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 achilia ndani yangu nguvu zako, nguvu zako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Omba mwenyewe sasa, mwambie Bwana akaachilie nguvu zake ndani yako, akaachilie nguvu zake ndani yako, maana yeye ndiye anayestahili. Aliyemtoa Paulo na Sila gerezani ana uweza, ana nguvu. Aliyemtoa Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego katika tundu la moto, yeye anaweza, 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 anaweza. Iko nguvu ya ajabu, 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 iko nguvu ya ajabu. Mwana wa Mungu usinyamaze, mwana wa Mungu omba, taka hizo nguvu, mtake Bwana nguvu zake. Omba, 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 omba. Jimimine kwa Bwana, jimimine kwa Bwana, jimimine kwa Bwana, jimimine kwa Bwana. Raka pa 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 pa, inda 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 raka pa 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 pa. Yeketerima, inda rima maine mere keita, yando rima soriba talaba, rima maine mere keina mama sika. Omba, 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 omba. Yawezekana usipate muda kule nyumbani. Omba, tumia nafasi hii, tumia fursa hii, tumia nafasi hii, tumia fursa hii. Leo tupo kwenye ibada, omba. Yandaraka sakatai, Rama niketeta kaino momosaya, Raka papa inderi mama siria katanto, Rama maine meri bobo saka yanda. Wasahiri wewe Bwana, wasahiri wewe jemedari wa majemedari. Ndipo Yohana alipolia, akalia kilio kikuu, lakini akatokea malaika akamwambia usilie, maana iko nguvu. Yuko anayeweza kuvunja ile muhuri, yuko yule ambaye anaweza kuvunja hizo pingu, yuko mwite yeye. Rana mama shira, rana rama mashira koina, ineri mama shira koina, yaka mama ineri mama soka tani mama saika, yandari mama inebodi mama saya. Inere bobo sere, yandori kama maini di bobo sakare, ori na mama sa, kantara mama sika kaita, inderi na mama niketanta la koraba. Yeketeri mama siri la kaitara. Yesu, 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 Yesu. Yandara kata mama sike kentara. Kana mama inemeri bobo saka yando. Yawezekana kuna mahali unapita, yawezekana kuna mahali unapita, yawezekana kuna mahali umefichwa, lakini iko nguvu ya Mungu ambayo inaweza kukuweka huru. Mafuta mabichi aliyopakwa Yesu ya kutuweka huru mbali na kuonewa. Isaya anasema Bwana amenipaka mafuta ili watangazie habari njema, wafu kufunguliwa kwao, walioonewa watangazie uhuru wao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kwa jina la Yesu Kristo. Uastahili wewe Bwana,
wengine wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, ukupokea utukufu, wastahili wewe, hatuna mwingine. Uliomba mbingu na nchi ni wewe Bwana. Yesu wewe uligawanya bahari ya Shamu ya Ketemo. Wewe Bwana, wewe Bwana. Yesu kupokea, kupokea. Hemo kanime imba tena wastahili. You are power, Lord. Save us for your power, Lord Jesus. Kanime katamanio wastahili wewe. Konemene makeneme kupokea, kupokea Bwana. Hebone imba tena wastahili. Wewe Bwana Yesu yandehene yandeheke tenema imenemo twainama na kuinuka kwako Yesu. Elemene mama manao kupokea, kupokea utukufu. Nikualike wewe ambaye umeingia nywani mwa Bwana asubuhi njema ya leo, lakini haujampokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi kwenye maisha yako. Ili uweze kupata nguvu za huyu Yesu, inampasa kumpokea yeye awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Nikualike asubuhi ya leo, mtu wa namna hiyo, mtu ambaye haujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, au unatamani kutengeneza na Mungu wako, asubuhi ya leo unatamani kutengeneza na Mungu wako ili Yesu awe wa kwako na nguvu zake ziwe za kwako, njoo. Wakati unaendelea kuabudu, njoo, usiogope, usione aibu kwamba watakuonaje. Hili ni wewe na Mungu, hili ni wewe na Mungu. Wakati unaendelea kuabudu, wewe njoo na karibu. Wastahili wewe Bwana, yenemene mosakata ya mamani. Pokea utu, imba tena wastahili, wastahili wewe Bwana. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele, maana anastahili sifa na utukufu. Yeye ni mwenye uweza na nguvu, yeye ni jemedari wa majemedari, yeye ni niko ambaye niko rakakaraba basere. Yesu
mfalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza wote, mfalme wetu, Baba wa mianga, wewe unayeketi mahali pa juu patakatifu sana, mfalme wetu. Baba, jina lako libarikiwe sana, Mungu wa mbinguni. Asante Bwana, umetuhurumia namna hii, mfalme wetu na Mungu wetu, toka tulipoingia katika ibada ya leo Baba, tukakuona katika maombi Baba, tukakuona katika sifa na kuabudu, mfalme wetu. Lakini zaidi sana, mfalme wa ajabu, umetusikizisha neno lako, Mungu wa mbingu na nchi, alionena mtuma na mtumishi wako, mfalme. Neno lako Baba kwetu limekuwa ni afya, neno lako kwetu limekuwa ni uzima, neno lako kwetu ni chakula cha uzima, mfalme wa falme. Naam Bwana, ukasema kwamba tutaishi kwa mkate ila kwa neno litakalo kwako, Mungu wa mbingu na nchi. Kwamba tumepokea na tumeshiba kweli. Baba, mbariki mtuma na mtumishi wako aliyesimama katika madhabahu hii kuwakilisha Bwana ujumbe huu na tangazo hili kwetu, mfalme. Mlinde, mtunze, mpiganie, Mungu wa majeshi. Kama mwanadamu yako mahali nguvu zimempungukia kwake, naomba mzidishe sana, mfalme. Muinue, Mungu wa majeshi. Fanye kuwa chombo chako kikali katika nyakati nyingine ambazo Mungu wa majeshi utampa neema ya kusimama tena. Bwana, mjalie sana yeye na familia yake, mlinde na kumtunza, mfalme wa falme. Sema kinyume na roho zote za visasi juu yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru sana, maana ni mwaminifu na haki. Sifa na utukufu vikurejee Mungu wetu wa mbinguni katika yote. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, Baba, tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu